Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa Tumaini TV, wakati huu kipindi Tumaini 33. Sina shaka hujambo popote ulipo. Tuko mubashara ndani ya studio za Tumaini TV Tabata, Dar es Salaam. Pamoja nami ni Areta Leonard Simon kutoka Parokia Mtakatifu Ambrose IPTL Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini tuko na baba Didas Nandi kutoka Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Baba, karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana, nashukuru sana. Na nafurahi kwa sababu kuna wakati ulimzungumzia Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Tupozungumza si mbali sana, tunatoka kukumbuka miaka 35 ya ujio wake hapa Tanzania. Kwa Septemba 1 hadi 5 1990. Ndio. Bila shaka pengine utamgusia kidogo labda. Na yeye ni mtume wa huruma ya Mungu. Sana. Na mtazamaji, kama ada ya kipindi hiki, basi tunazungumza juu ya ibada ya huruma ya Mungu, lakini tukiendelea na muktadha wa saa takatifu. Baba, tufungulie kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Maria Mtakatifu, mama wa huruma, Utuombee. Mtakatifu Maria Faustina, Utuombee. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndio. Karibu baba. Asante sana. Tunaendelea na tulipoishia Jumapili iliyopita. Sawa kabisa. Kwamba Jumapili iliyopita tulikuwa tunaangalia hasa upande wa Getsemani, nini kilitokea kupitia wa Injili baada ya kuona saa wa Mtakatifu Yohane. Lakini pia Getsemani Bwana Yesu alikuwa anagusia juu ya saa, kwamba saa imefika. Lakini pia tumeona kwamba saa ina pande mbili, upande wa Kristo kama saa ya kumtukuza Baba na kutukuzwa na Baba, lakini upande wa giza na fumbo la uovu Shetani, kuna Yuda, kuna usaliti, kuna kumwacha Kristo, kuna kumtesa Kristo. Kwa hiyo tukaona kwamba itusaidie sasa sisi kwa upande wa Kristo ambao ni upande wa mwanga, upande wa wokovu, upande wa neema, na tujue tunapokwenda kusali sala hizi iwe ni saa takatifu kwa maana ya Ekaristi takatifu, au iwe ni ile saa 9 la asili, saa ya huruma kuu ya Mungu, basi tunatafakari hayo mateso ya Kristo ili tuweze kubadilika sisi wenyewe na tuweze kuwa pamoja na Kristo na kusulubiwa pamoja na Kristo. Mtakatifu Padre Pio alipokuwa anasoma misa, yeye alikuwa anasema anakuwa msulubiwa mwenza pamoja na Kristo, kwa sababu kuna kutolea sadaka ya Kristo kwamba unamtoa Kristo. Lakini kama Mtume Paulo anavyosema katika waraka kwa Wagalatia ile sura ya 2 mstari wa 20, anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Sio mimi ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Ndio maana ukiona ule waraka kwa Filipi sura ya 1 mstari wa 21, anasema kwangu kuishi ni Kristo. Kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Au mstari wa 20 kabla ule wa 21, anasema vizuri, anasema Kristo ataadhimishwa mwilini mwangu, iwe kwa maisha yangu au kwa mauti yangu. Kristo ataadhimishwa. Kwa hiyo na sisi pia tunajiunga na Kristo, tunaungana na Kristo katika saa takatifu, iwe Getsemani, iwe Kalvario, ili kwetu kuishi iwe Kristo. Sadaka ya Kristo ni sadaka yetu. Kama alivyosema Baba natukuzwa, Baba unitukuze kama nilivyokutukuza. Na sisi wenyewe saa ile inatutukuza na sisi ili tumtukuze Baba. Tunasafishwa, tunatakaswa. Kwa hiyo siku ya leo, Jumapili ya leo, ningependa kwamba tuone tena kibibilia kwa ufupi juu ya kifo sasa chenyewe cha Yesu. Walau haraka kwamba tunaanza na Injili ya Mtakatifu Mathayo ile sura ya 27. Tutasoma
mstari kuanzia wa 45. Anasema basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabaktani, yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio akatoa sifongo akaijaza siki akaitia juu ya mwanzi akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Wengine wakasema, naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Na tazama, uzito wa kifo hapo cha Yesu. Anasema mstari wa 50, anasema na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi katetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunaona yaliyotokea na kifo cha Kristo, mambo mazito sana. Wale wanasema pazia la hekalu lilipasuka. Lazima kujua sasa pazia hilo pazia gani, na lilipasuka vipande viwili. Baba, naomba utueleweshe. Ndio. Ni kwamba pazia kupasuka maana yake kwamba kile kifo cha Kristo ndio kupasuka kwa pazia, kwa mantiki kwamba Agano la Kale linaishia pale, kwamba sasa linaanza Agano Jipya. Nilikuwa sijui. Kwamba serious. Kabisa baba. Ni kweli kabisa, kwa sababu kama nilivyokuwa tunasema, tunasoma neno la Mungu bila kulisali, bila kulichimba, bila kuingia kwa ndani. Sasa haya ni mambo ambayo lazima uingie kwa ndani na uconsult vile vile na wataalamu wengine, kwamba lina maana gani. Pengine watu wanapicha tu kwamba labda kulikuwa nani, lakini na maana kwamba ulikuwa ukiingia hekaluni. Unajua hekalu ilikuwa na sehemu karibuni 4. Yaani kwamba kulikuwa uwanja wa nje, kulikuwa uwanja wa ndani, kulikuwa mahali wanapoingia wote, alafu kulikuwa mahali panaitwa patakatifu takatifu, ambapo na kulikuwa kunakuwa pazia linalotenga wasioruhusiwa kuingia mpaka ndani. Kwa hiyo sasa Kristo anasema pazia linapasuka, kwamba sasa kupitia Kristo wote pazia limefunguliwa kwa ajili ya wokovu. Kwa sababu kwa sababu wakati ule ilikuwa lazima kuwe mwakilishi, kuhani mkuu. Na alikuwa anaingia kama Zakaria alivyoingia peke yako. Na inasemekana wakati ule pengine ulikuwa kuhani mkuu anapoingia, kuna baadhi ya legends, stories zinazosema pengine hata alifungwa kamba mguuni, kwa sababu wengine akiingia na dhambi aliweza kufia humo. Sasa wakiona mekawia wanavuta ile kamba, kwa sababu ilikuwa iruhusiwi kuingia patakatifu takatifu. Iruhusiwi kuingia. Kumbe ni kama pale patakatifu takatifu ndipo alipokuwepo Mungu, na ndio maana kuhani mmoja wapo alikuwa anateuliwa kama alivyo mwaka uliomwangukia mtakatifu Zakaria, akaingia mle ndani. Ndio maana uliona wakabaki kwanza wakawa na wasiwasi, maana alipitiliza muda, kwa sababu malaika alikuwa anaongea naye, malaika Gabrieli, juu ya kumpasha habari kwamba sasa Mungu amesikia dua yake na kadhalika. Na ndio maana walikuwa hawezi kuingia kwamba ngoja tukamuone mzee amechelewa. Mle ni kuhani wa zamu tu ndio anawawakilisha, ni kama ndio anawapelekea sala zenu, ni kama ndio anawaunganisha. Sasa
pazia kupasuka, maana yake sasa Kristo ameacha wazi wote wanaweza kuingia na kuongea na Mungu. Kwa hiyo Agano la Kale lililo kuwa na pazia na kizuio, sasa Agano Jipya wewe tunaenda mbele ya Yesu Ekaristi, kasali, unaenda mbele ya tabernakulo, kalale pale mbele ya tabernakulo. John Paul wa pili kipenzi chako alikuwa anapenda kusali amelala, ndio, kati ya altare na tabernakulo. Alikuwa anapenda kulala pengine usiku mzima. Ndio maana alikuwa very powerful. Watu wengi walikuwa wanajiuliza hivi Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alikuwa anatoa nguvu zile wapi? Ni mzee ambaye alikuwa anasali sana, anakaa kati ya analala pale. Ndio maana hata tangu akiwa padri, akawa askofu, akawa kardinali, na mpaka alipokuwa papa. Ndio maana siku za kwanza alipokuwa papa, alimkuta katibu mmoja aliyekuwa katibu wa Papa Paulo wa sita. Sasa pale Vatican pale mwanzo, kabla hajaweka wa kwake, kwanza anakaribishwa na yule aliyekuwa anaendelea ili kumuingiza. Sasa siku moja alikuwa anamtafuta, akawakuta baadhi ya mapadri au maaskofu pale wanaongea. Akauliza nani? Namtafuta baba mtakatifu, sijui yuko wapi. Akamwambia yuko kanisani. Atakuwa na sali. Yaani wao wakahisi tu kwa sababu ilikuwa ni mazoea yake, atakuwa na sali, ingia. Akaingia nani? Kuangalia mle, hakumuona, akarudi. Wakamuuliza umemuona? Akasema sijamuona. Wakasema nenda mbele kule. Wewe umeangalia tu hivi. Na kweli alipoenda anakuwa ni kama amejificha kwenye altare, amelala. Akamkuta kule. Kwa hiyo nani, alikuwa ni mtu wa kupenda kusali, na ndio maana alikuwa very energetic, very powerful, very powerful. Alikuwa na nguvu nyingi sana. Kwa hiyo sasa Yesu kupasuka kwa pazia ndio hivyo maana yake. Agano la Kale lilikuwa kama lina vikwazo vingine, kwamba vingine mpaka tu makuhani. Tunakumbuka hata hema la kukutania alikuwa anaingia tu Musa, wengine ni nje. Lakini sasa kwa Yesu wote tunaingia ndani, na kiroho, maana yake yani Yesu wote tunampokea, tunakomunika wote, tunaungama wote, tunapata zile neema na baraka mbalimbali nani wote. Kwa hiyo ni kama yale vikwazo vya Agano la Kale sasa vinaishia pale, unaona. Na ndio maana naendelea kwamba na nchi katetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Tunakwenda pia kiroho kwamba sisi pia ni makaburi, kama hatujui mambo ya imani, mambo ya sakramenti, neno la Mungu, basi tunahitaji miamba ipasuke, makaburi yafunuke. Ukisoma nabii Ezekieli sura 37 anasema nitayafunua makaburi yenu, nanyi mtatoka katika makaburi yenu, ili muweze kuwa hai na kadhalika. Kwa hiyo hata sisi somehow tunakuwa kwenye makaburi. Mfano na imani, wengi juu ya huruma ya Mungu wako kwenye makaburi. Pazia sasa linapasuka ili waijue huruma ya Mungu, waichote, kwa sababu ni kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo yote hii unaona tunaelezea kifo cha Bwana Yesu. Ndio maana nilisema tuingie katika maandiko matakatifu ili kuona kwa kina, na haraka tunaweza kumuona Marko, yeye anasemaje? Anasema basi ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote. Tunaona giza lile, fumbo la giza, hata saa 9. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabaktani, maana yake Mungu wangu mbona umeniacha? Na kadhalika. Anaendelea mstari wa 37 anasema naye Yesu akatoa sauti kuu akakata roho. Alafu asema pazia la hekalu ikapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Sema basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hiyo, akasema hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Unaona kifo tena ni mwanga, is light. Yani hawa walipokuwa na mtesa, walikuwa najua ni mtu wa kawaida, mhalifu, mwanaharamu, mshenzi, kafiri, na sifa zote za ubaya. Lakini sasa
kifo kikawa cha ajabu. Baada ya kufa kile kifo kikaleta matetemeko, miamba inapasuka na matetemeko hayo na pazia linapasuka, kile kifo kinakuwa mwanga. Wanaanza kutambua kwamba huyu hakuwa mtu wa kawaida. Ndio unasikia Injili ya Mathayo tumesoma na hii ya Marko, unaona wanaanza kushuhudia kwamba hakika alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo kifo cha Kristo ni fumbo kubwa. Tukitafakari, kumbuka kwamba yani, kwa sababu muda unakuwa mfupi, yani ukisoma nabii Zekaria ile sura ya 12, anaelezea kwamba anaelezea kwa mfano, anasema kwamba hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitatafuta kuangamiza mataifa yote watakao kuja kupigana na Yerusalemu. Sasa mstari wa 10 wa muhimu anasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, na watamtazama yeye waliyemchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanaye wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Siku hiyo kutakuwa na maombolezo makuu Yerusalemu. Unaona unabii wa nabii Zekaria na kuna neno la muhimu sana, anasema nao watamtazama waliye mchoma. Unaona maneno hayo tena aliyachukua Mtakatifu Yohane katika Injili. Anasema hivi, anasema, lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa amesema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Alafu sentensi za muhimu anasema 36, kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Kumbuka kitabu cha Kutoka sura ya 12, waliambiwa wachukue kondoo wasimvunje, wamuoke, wamle kama alivyo. Kwa hiyo linatimia. Walikuwa wamvunje Yesu miguu kama walivyowavunja wale wengine, ilikuwa ni kuaccelerate, kuharakisha kifo, kwa sababu walikuwa siku hiyo wanaanza Pasaka jioni. Kwa hiyo walikuwa wakiona wajafa wanawavunja miguu ili wafe. Kwa hiyo wakamvunja wa kwanza, wa pili, wanakuja kwa Yesu wanakuta ameshakufa. Wakaona kumbe ameshakufa. Ila basi ile wengine wakaona tu basi tu ni mchome. Akamchoma mkuki. Ndio ikatoka damu na maji. Lakini hapa sasa kuna sentensi ya pili, mstari wa 37 anasema, na tena andiko lingine la nena, watamtazama yeye waliyemchoma. Ndio ile la Zekaria tulilolisoma. Zekaria anasema watamtazama waliyemchoma, na Yohana na nukuu hapa anasema hili andiko litimie, watamtazama. Neno kutazama hapa ndio nataka kulichimba zaidi. Neno kutazama na lili ndilo lile la tazama mwana kondoo wa Mungu. Hivyo kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu. Yaani tunasema kitu cha msingi sana kwamba Injili ya Yohane anapotumia neno tazama, ndio maana unaona hata kwenye liturujia anasema tazama mwana tazama mwana kondoo wa Mungu ondoe dhambi za ulimwengu. Tazama yeye aichukue dhambi ya ulimwengu. Sasa kutazama katika Injili ya Yohane sio tendo tu la macho. Of course ni kama tendo la macho, lakini kwa Yohane ni tendo la macho ya rohoni au ya moyo. Kwamba unatazama. Yesu alisema hivi, ukisoma Injili ya Yohane sura ya 12 mstari wa 32, alisema nitakapoinuliwa nitawavuta wote kwangu. Unaona? Ukisoma Injili ya Yohane sura ya 3 mstari wa 14, anasema kama Musa alivyomuinua yule nyoka, ndivyo mwana wa Adamu atainuliwa, ili kila mtazamaye aokoke, asipotee. Kwa hiyo kutazama ni technical term, ni neno maalum. Kiteolojia ni zito, ni kwenda zaidi. Ndio maana kwa mfano madhehebu mengine wao wanatushambulia kwamba wanaweza kusema Wakatoliki wanaabudu msalaba,
Wakatoliki wanamwabudu labda Yesu aliyekufa msalabani. Ni kwamba kwa neno kutazama kwa Yohane, unaweza ukatazama msalaba, lakini kwa Yohane unaingia ndani, ni tendo la kuingia ndani. Kilichomo ndani ya msalaba ni nini? Kilichomo ndani ya moyo wa Kristo. Baba, unapotazama msalaba, maana yake kufanye uone, yani ni kama image, yani umefumba macho hivi, yani unaona Yesu mwenyewe, yani ule wokovu wenyewe ndio. Sawa kabisa. Yani ije ile utoke, yani uhame. Sio uone tu ule msalaba. Sio ule tu ule msalaba. Uhame umuone Yesu ndani yako. Kile kitabu cha Hesabu sura 21 ndipo naelezea kwamba kwa kiburi cha wana wa Israeli na maasi yao na dhambi zao, unajua kila mara walikuwa wanaanza kumlaumu Musa, kwa nini mletuleta huku? Sasa Mungu alipeleka wale nyoka wa sumu, wakaanza kuwagonga, wanakufa. Kwa hiyo wakamwambia Musa, basi tuombee msamaha kwa Mungu, tumekosa. Musa akawaombea kwa Mungu. Unaona, Mungu anamwambia tengeneza nyoka wa shaba, utamuinua kwenye mti. Kwa hiyo kila aliyeumwa amtazamapo ataishi. Ndio maana Yesu anasema kama Musa alivyomuinua nyoka, ili mtu amtazame. Sasa swali pale ukiuliza, ndio maana wale wanaosema sijui, wale ambao huwa wanakashifu msalaba na kadhalika, ni kwamba ukiwauliza swali hivi, kwani Musa alipomuinua nyoka yule, nani alikuwa anawaponya? Ni yule nyoka au ni Mungu? Ni kwamba Mungu ameshaweka nguvu zake, sio kwamba unamuona nyoka tu kama nyoka. Na hiyo inatupa nguvu wa Katoliki kujua maana ya visakramenti. Maana kama sakramenti zinaleta neema zote 7, na visakramenti tunavibariki ili vilete neema. Kwa hiyo Mungu anamwambia muinue nyoka, na yule nyoka ni kwamba wanapomtazama Mungu ameweka neema zake pale, basi wanapona. Kwa hiyo anayewaponyesha sio ile sanamu. Ndio wao wanakuwa na tulaumu, wao Katoliki wanaabudu sanamu. Hapana, Mungu anatumia hizo sanamu, na yule nyoka alikuwa ni sanamu pia, lakini anayeponya sio ile sanamu, ni Mungu. Ni Mungu. Kwa hiyo hata sisi ndio maana Kristo anainuliwa ili tumtazame. Kumbe kule kutazama maana yake kutafakari, to gaze kwa makini, kwa ndani. Ndio maana nasema ili andiko litimie watamtazama. Kwa hiyo nitaka tu hapo kusisitiza kuona kwamba ni nini kinaendelea. Na baba, kimsingi inatakiwa wakati ule Yesu wa Ekaristi, yani hostia, anapoinua padre, anaposema tazama, unatakiwa kutazama. Mwaka wengine unakuta wameinama, tazama mwana kondoo wa Mungu, mwingine anaangalia huku, mwingine huku. Baba Father, gaze, tazama. Huku pia kwenye diary Bwana Yesu alimwambia Mtakatifu Maria Faustina, my gaze from this image is like my gaze from the cross. Very nice. 326. Rudia tena. My gaze from this image is like my gaze from the cross. Unaona? Yani anapotutazama kutoka kwenye ile picha ya huruma, Yesu anatutazama ni sawa na alivyotutazama akiwa msalabani. Na sasa kule kutazama sio kutazama kwa kawaida, kwamba ni kutazama ambako kuna, kama nilivyosema, alisema nitawavuta wote kwangu. Ni kutazama ambako unachukuliwa. Kuna watakatifu waliojaliwa kitu kinaitwa ecstasy ama rapture. Yani ni ile kama usingizi wa kiroho, unatwaliwa. Kuna mtakatifu maarufu kama Mtakatifu Francisco Borgia, yani alikuwa anaposali mbele ya Ekaristi anakuta ameshanyanyuka, ameninginia kwenye tabernakulo. Wow. Au kuna watakatifu kina Teresa wa Avila walikuwa ile levitation, wanaweza kujikuta wanaelea.
wakina Padre Pio walikuwa na hizo, yani wakina Francisco Assisi, yani anaweza kujikuta yuko juu. Yani ni ule mvuto wa Kristo. Wanasali mpaka wanapata madonda, kina Padre Pio, kina Rita Wakasha, mpaka anasali mpaka mwiba ule unatoka kwenye sanamu, unaona, unakuja na mchoma kidonda ambacho hakikupona mpaka alipokufa na nini. Kwa hiyo ile tutaendelea. Sawa kabisa. Najisi kama na mimi ni mtazamaji mpendwa, ndio raha, ndio pia fahari, ndio na mwenyewe alisema tuone fahari kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo. Iwe kwa msalaba, iwe kwenye Ekaristi Takatifu, iwe kwenye chochote kile ambacho kanisa linatuelekeza kwa ajili ya kumtukuza Mungu kupitia yeye Yesu Kristo ambaye anakaa katikati yetu kupitia Ekaristi Takatifu. Basi tupate mapumziko mafupi, baada ya hapo tutaendelea. Naam, Tumaini 33 katika muktadha wa ibada ya huruma ya Mungu, na asante kwa wewe mtazamaji ambaye umechagua kutazama Tumaini TV, na bila shaka inakupa tumaini katika maisha yako, na hasa ukizingatia mwaka wa jubilei kwa 2025, jubilei ya matumaini. Baba, naam, tumerejea, tuendelee. Yes. Yeah. Sawa kabisa, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nawaza sisi sijui tofauti ni ipi kati yetu sisi na hawa wenzetu, yani sipati picha. Nadhani hatuna tofauti. Kama kuumbwa tumeumbwa sawa sawa. Wao ni binadamu kama sisi. Sasa inawezekana labda changamoto yetu ama ndo kama ulivyosema kwamba tuko kwenye makaburi, tulikuwa tujajua huruma ya Mungu. Tuamke, au pengine tulikuwa tunajua vingine ambao vingeweza vikatusogeza, lakini wakati mwingine hatutekelezi yale maelekezo. Kwa maana tunabaki mbali. Hivyo. Baba, kuna ile kutoka ulielezea, lakini hujaelezea bado nina kiu nayo. Nadhani kuna mtu ana kiu nayo. Sawa kabisa. Yule kondoo ambaye hakuchinjwa alibanikwa bila kuchinjwa. Aliokwa bila kuchinjwa. Ukaleta na maana ya huku kifo cha Yesu. Ndio. Pale bado sentensi hazijakaa vizuri kwangu, nadhani na kwa msikilizaji. Watu wote. Yani imekaa kichwani ile. Baba, tunaomba tueleze pale. Sawa kabisa. Yes. Ni kwamba utaona Yohane alipata neema ya kushuhudia kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Na alipokuwa anashuhudia kile kifo, Bwana Yesu amekata roho pale msalabani, na kama nilivyosema kwamba walipokuwa wanaona kwamba labda muda ule wa jioni, kwa sababu kumbuka kwamba Yesu alikaa kuanzia labda saa 6 mpaka saa 9. Kwa hiyo saa 9 yeye ndipo alipofariki. Wale wengine walikuwa bado hawajafariki. Sasa kadiri ya mila za Kiyahudi, siku ya Sabato ilikuwa inaanza jioni ya Ijumaa. Kwa hiyo ndio walikuwa naanza, na ilikuwa msimu wa Pasaka. Kumbe ilikuwa lazima asema ili wakafanye maandalizi. Kwa hiyo walikuwa naona kama wale victim, wale kafara hawajafa, inabidi wawavunje miguu ili wafe mapema wawatoe. Wakaendelee na mambo ya kuadhimisha Pasaka. Sasa ile jioni sasa mkesha wa Pasaka. Sasa Yesu naye ilikuwa hivyo kwamba waje wamvunje miguu. Lakini sasa walipokuja wakakuta yeye amesha
kufa. Sasa connection ya Yohane anaonyesha kwamba yani ni kama vile, kwanza tukisoma Injili ya Mtakatifu Yohane ile sura ya kwanza mstari wa 29 na ule wa 36, Mtakatifu Yohane Mbatizaji anawaonyesha na watambulisha wale wafuasi na wanafunzi kwamba eche Agnus Dei eche qui tollis peccata mundi, kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aichukua dhambi ya ulimwengu. Sasa pale Yohane anapoongea hivi, Mtakatifu Yohane Mbatizaji anamwangalia yule kondoo wa Agano la Kale wa Musa, ile sura ya 12 ya kitabu cha Kutoka, kwamba Mungu aliwaagiza kwamba watachagua kondoo safi wa kiume ambaye hana yani na rangi aina moja, asiwe na rangi na madoa na basi watamuandaa na watamuoka na kumla kama alivyo. Ile damu yake watapaka nyimo ya mlango, maana yake ili malaika ule wa kisasi kuja kupiga wana wa Misri kwa sababu ya kiburi cha Farao kutosikia ujumbe wa Mungu kupitia Musa. Kwa hiyo malaika atakapoona ile damu ataruka na atawaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, wa watu na wa wanyama. Sasa kumbe tayari yule kondoo wa Agano la Kale wa Musa ni kivuli cha kondoo wa kweli. Ndio maana Yohane sasa anawatambulisha, this is the true lamb, huyu ndio kondoo wa kweli. Kama wale walivyookolewa kwa damu wazaliwa wa kwanza wasiuawe. Na ndio maana baadaye ilikuwa wakina mama wa Kiyahudi wakizaa mtoto wa kwanza wa kiume ilikuwa lazima wamkomboe. Ndio maana na mama Maria alitoa wale makinda kukomboa, kwa sababu Mungu aliwalinda. Aliwalinda kutokana na damu ile ya kondoo waliopaka miimo, wakamla na damu wakapaka kwenye milango ili malaika aruke. Sasa kumbe Yohane anaanza kugundua kwamba kumbe huyu Yesu sasa ndio kondoo wa kweli. Kama wale kondoo walivyowaokoa wana wa Israeli, wazaliwa wao wa kwanza wao wa watu na wanyama wasiuawe, sasa Yesu ndio kondoo wa kweli ambaye sasa kwa damu yake anakuja kutukomboa. Kama walivyokula yule kondoo aliyemwoka, sasa na sisi ndio Yesu. Ndio maana katika karamu ya mwisho anasema kwamba twaeni mle nyote, mwana kondoo wa Mungu. Na padri anarudia maneno hayo. Ndio maana kile padri anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama yeye achukua dhambi za ulimwengu. Alafu na sisi anamalizia, heri walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Karamu ya mwana kondoo. Na maneno hayo kwa faida ya wasikilizaji yako katika Ufunuo sura ile ya 19. Tukianza mstari kuanzia wa 7. Anasema Ufunuo sura ya 19 mstari wa 7. Tutaenda hadi wa 9. Anasema, na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Unasikia? Alafu mstari wa 9 sasa ndio padri anaosema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Na hapo sasa nataka kusema kwamba padri anapotualika akimwinua Yesu wa Ekaristi, huwa hata mimi sijui kwa nini walitoa neno harusi. Padri anasema tu heri walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ila kwenye Ufunuo anasema heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Ya mwana kondoo. Sasa yule kondoo ndio maana kama ulivyosema
tufafanue vizuri hapo. Kwa yule kondoo wa Agano la Kale, wa Agano la Kale alikuwa kivuli cha kondoo wa kweli sasa. Na liturujia tunayofanya kwenye misa, kimsingi Yohane kitabu cha Ufunuo alipokuwa Patmo au Patmos au Patmos visiwani, alichukuliwa katika roho, akapelekwa mbinguni kuonyeshwa liturujia ya mbinguni kwenye karamu ya kweli ya harusi ya mwana kondoo. Ndio maana tunaitikia heri tukichukua maneno haya Ufunuo, walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Kwa hiyo ile ya kondoo wa Musa, kama nilivyosema, ni sawa sawa na yule kondoo hata Ibrahimu alipopewa pale Moria. Lakini hawakuwa na uwezo wa kukomboa na kuokoa dunia hii. Kitakacho okoa na kukomboa dunia hii ni mwana kondoo wa Mungu ambaye ni Kristo. Sasa atatukomboa kwa damu. Ndio maana Katarina wa Siena anasema kwamba wewe ukikomunika damu zikabaki mikononi, acha mapaka humu midomoni ili shetani asiingie, paka hata usoni ili shetani, kwa sababu damu ile ni ya moto kwa shetani, hawezi kuingia. Hata Ekaristi takatifu nani ukila unakula moto, na ni mtakatifu Efrem na mtakatifu Yohane Paulo wa pili wanasema ndani ya Ekaristi kuna Roho Mtakatifu na moto. Kwa hiyo unapokula Ekaristi unakula moto, ile damu ni moto ya mwana kondoo. Ndio maana nasema heri walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Na harusi pale ni neno harusi kama ninavyosema, sijui kwa nini liturujia lilitoa, lakini kwangu ni la msingi sana. Harusi ni muungano wa watu wawili, kwa maana ya mke na mme. Wimbo ulio bora anapofafanua Mtakatifu Yohane wa Msalaba na Terezia wa Avila, wanachukua wimbo ulio bora, sio harusi tu ya wanadamu, ni harusi kati ya Mungu na mwanadamu. Ndio yeye anasema heri walioalikwa kwenye harusi ya karamu ya harusi ya mwana kondoo. Na kitabu cha Ufunuo, neno ili Ufunuo sawa Kiingereza wanasema revelation, unaweza kusema revelation, lakini kuna neno lingine, tafsiri nyingine zinasema apocalypse. 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 Linatoka kwenye Kigiriki apocalypse. Yote ni ufunuo. Lakini sasa neno apocalypse linakwenda kwa kina zaidi. Ni ufunuo wa kufunua kila kitu. Ni ufunuo wa kufunua kila kitu. Yani kwa mfano nyinyi unajua harusi, tunapoongea kadiri ya sheria za kanisa, ndoa yenu mnapofunga ndoa, nikikuuliza swali, huwa inakamilika wapi? Unaweza kunijibu? Tunapokomunika. Mkifunga ndoa kanisani, ile ndoa yenu inakamilika wapi? Usipokomunika pale baba, ndoa haijakamilika. Inakamilishwa nyumbani. Sawa kabisa. Inakamilishwa kwenye chumba cha harusi. Ndiko na kimsingi watu wangekuwa wakifunga ndoa, kwa mfano tendo la ndoa likishindikana kule chumbani, wanatakiwa wakatoe taarifa. Mfano mwanaume awe hajiwezi, mama katoe taarifa ili ile ndoa itenguliwe kwamba hakuna ndoa, kwamba kumbe ndoa. Ile hatua ya kwanza kanisani inaitwa ratification kwa Kiingereza, kwamba pale ina kisheria, inathibitishwa kisheria. Lakini kukamilika ni kwenye chumba cha harusi, cha wana harusi, ambapo mle mnaingia wawili tu, MC, sijui DJ, baba mkwe na mama mkwe, watabaki wanacheza ngoma huko. Mle ni wawili tu. Sasa nataka kufafanua neno apocalypse. Ufunuo maana yake mkiwa wawili mle, sasa mnafanya ufunuo. Ufunuo kila kitu. Kila kitu kinatoka. Apocalypse. Ili mfanye consummation.
yani ili ndoa yenu ifanye nini? Ikamilike. Okay. Kwa hiyo ndio maana ya hapa kwamba sema heri walioliko kwenye karamu ya Arusha mwana kondoo. Kristo anajifunua kila kitu na wewe ujifunue kila kitu. Umpokee Kristo na Kristo kupokee, muungane. Mshikamane. Sasa. Mshikamane. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo yule kondoo sasa tunayemla tofauti ndio maana wanasema nitamcheka sana Musa na wana wa Israeli kwa sababu walikula kondoo wa kawaida. Sisi tunamla mnyama. Kondoo mnyama. Sisi tunamla kondoo mwana wa Mungu. Na tunafanya harusi naye tukijifunua. Kujifunua sasa hapa maana yake kufunua roho yako. Na Yesu anajifunua roho yake, kila kitu anafunua kukupa wewe zawadi yako. Twaeni mle wote, twaeni mnyonyote. Na wewe unajifunua kikamilifu. Kwa hiyo mnaungana. Na muungano ule unakuwa ni wa milele. Sasa yote hiyo ni ya kuangalia kwenye saa takatifu, hata hiyo ya mwana kondoo kumuona sasa. Ndio maana Yohana anasema kwamba ili hawatamvunja mfupa wake kama vile wakumvunja yule wa Musa, waliambiwa wasimvunje mfupa. Kwa hiyo unaona anavyo connect Yohana kwamba sasa na Yesu ndio maana unakuta amekufa, wasimvunje mfupa. Wasimvunje mfupa. Wamle hivyo. Na sasa na Yesu anakufa vile vile, hakuna kumvunja mifupa. Maana sasa angefufuka alafu mifupa wameshaivunja. Sijui angetembea. Kwa hiyo kila tendo kwenye liturujia ndio inabidi tulitazame. To gaze. Yaani tusichukulie tu kama mazoea tu, taratibu kawaida yani. Yani ndio maana unaona mama mpambe wa Mtakatifu Maria Faustina au siku hizi ni mama mmoja kule Sumbanga juzi alikuwa ananipa message asema huyo tunambatiza ni Faustina. Kweli. Ndio maana Faustina hapa unaona anamuelezea somo wake Mtakatifu Faustina kwamba kila mara alikuwa anamuona akiinuliwa Yesu hivi, padre akimuinua anamuona sasa Yesu live. Na pengine anaongea naye. Au anamuona mtoto Yesu. Au Yesu anayesulubiwa. Au anaona Yesu kama ile image. Anaona. Sasa ni kwa sababu yani yeye anafuata haya maneno ambayo Zekaria amesema watamtazama. Alafu na Yohana anasema ili litimie andiko, watamtazama walio yani na maana wote tunaweza kumtazama Yesu. Ila sasa tatizo letu sisi hatuzami kwa kina. Tunaenda kusali na matatizo yetu, vichaa vyetu. Kwa kanisani unaanza kuwaza mengine. Ndio. Vichaa na mimi kuviacha nje ya kanisa. Sasa naanza kuja narudi kwa Yohane Paulo. Kwa nini alichagua totus tu ile mimi wako mzima? Totus. Mimi wako mzima. Yaani manake alimaanisha. Alimaanisha. Yohane Paulo alimaanisha yale maneno. Alafu unajua ili totus to see tulitufundisha 2010 huko. Ni kweli niliwafundisha kwa sababu mmoja watakatifu marafiki zangu wakubwa ni Yohane Paulo wa pili. Kwa sababu ndio mtakatifu niliyeshikana naye mkono. Alipokuja Tanzania nilitumikia misa. Kwa hiyo alishika mkono akanipa rozari, akatukomunisha. Akafa mwaka 2005 mwezi wa 4, tarehe 2 mwezi wa 4. Mwezi wa 10 nikapata bahati kupita kwenye kaburi lake pale Roma. Nikaweka rozari zangu juu ya kaburi lake na kwa hiyo ni mtakatifu mmoja wapo ambaye ninampenda sana Mtakatifu Yohane Paulo
nani wa pili. Papa pia wa huruma ya Mungu, papa wa familia, papa wa huruma ya Mungu. Ndio ulitaka kusema kitu juu yake? Ya ndio nilikuwa nasema hiyo kwamba ndo unavyotoa maelezo ndio napata picha sasa kwamba kumbe tunapaswa yani kumaanisha. Na maana kwamba kauli mbiu yake hiyo yani kweli alijitoa, yani alisema mimi ni wako. Sio kwa maneno tu, yani ukweli kwamba mimi ni wako mzima kwa kila kitu chake. Kwa maana yake alijifunua kama ulivyoeleza. Na Yesu sasa na Mama Maria pia wakajifunua kwake. Ndio maana yake, si ndio hivyo? Na unajua maneno hayo aliyatoa kwa Mtakatifu Louis Maria Grignion Montfort. Mpenzi mkubwa wa Maria naye. Kwa hiyo alifundisha juu ya kujiweka wakfu kwa Mama Maria na kwa Mungu. Kwa maana kwamba tukitaka kufanana na Yesu, tufanane na Yesu kama nani? Tujiweke wakfu kwa Maria ili tufanane na Yesu. Tumpende Yesu kwa kufanana na Mama Maria. Tujiweke wakfu kwa Yesu kama alivyoweka umama wake na tumbo lake na damu yake na nafsi yake kwa huduma kama mama wa Yesu. Basi na sisi tujiweke wakfu hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio maana kweli akachagua hayo maneno ya totus tuus Maria. Kwamba mimi ni wako Maria, au mimi ni wako Yesu kupitia Mama Maria. Mimi ni wako, muda wangu, maisha yangu, nafsi yangu, mauti yangu, kila kitu changu nimeweka kwa ajili yako. Kwa hiyo umesema kweli ambapo kwamba yani ndio ile ambayo nani Paulo anasema kwangu kuishi ni Kristo, au nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi ninaishi bali Kristo anaishi ndani yangu. Unaona? Kwa hiyo ni mambo ya nani, mambo ya msingi ya kujitoa nani ya kujitoa kikamilifu na bila kujibania, bila kujibakiza. Bila kujibakiza. Yani ukimsema Yohane Paulo wa pili, yani ni mtakatifu ambaye unaona kwamba yani hata alipokufa yani haikufika hata miaka 10 akawa ametangazwa mwenye heri. Yani ilipofika tu 5 ametangazwa mwenye heri. Ilipofika 9 ametangazwa mtakatifu. Baba, tunaimbaga wimbo neema hiyo grace. Ndio. Naomba tuambie neema zilizoko ndani ya kanisa, alafu tufanye jitihada gani kuzipata zote. Sawa kabisa, sawa kabisa. Au tujue tukawa tumeishia kuimba tu. Ni kwa sababu gani ni tamu au watu wanamaanisha? Maana yake unajua imenijua tu sasa hivi tunaimba kwa sababu gani ni tamu yani. Na ni wimbo uliochangamka sana. Sababu unaona baba tupo kwenye Biblia sana. Wimbo uliochangamka sana, tunaimba kwa kuchangamka. Lakini tunafikiria nini tukiwa tunaimba, au tunaimba kwa nje lakini kwa ndani hatuna tafakari ya hii grace ambayo ipo ndani ya kanisa. Hebu baba naomba tuambie. Yani ukisema neema gani maana yake ukisema grace, grace ni kitu kikubwa sana. Maana yake unaona hata malaika anapomsalimu Mama Maria anasema ave gracia plena, kwa Kilatini ni gracia. Na sasa sema ave gracia plena, maana yake salamu uliyejaa neema ama uliopewa neema. Neema ni nini? Kuna neno la Kigiriki charis, maana yake hiyo neema, charis au kara. Ni neno lenye mzizi mmoja. Charis neema, kara joy. Kwa hiyo neema ni furaha, furaha ni neema. Asili ya neema ni Mungu. Na maisha ya Mungu ni neema. Ndio maana
Kanisa Katoliki tuna sakramenti 7. Tunapofundisha katekisimu iwe kwa watoto hata ni watu wazima, tutawafundisha kwanza sakramenti ni nini. Alafu tutawaambia sakramenti ni alama ama ishara wazi zilizowekwa na Yesu Kristu. Kazi yake kubwa nini? Zinatoa neema. Zinatoa neema. Kwanza mahali rahisi sana pa kujua tunapopata neema ni nani? Sakramenti. Kwa mfano tutawafundisha wazazi kwamba ubatizo unaleta neema gani. Unaweza ukauliza inaleta neema gani? Ni kwamba kwanza kabisa, neema ya kwanza ya ubatizo inaondoa dhambi ya asili. Wakarismatiki wanapenda kusema sijui kuna mti wa ukoo. Sasa mti wa ukoo wa Adamu una dhambi ya asili. Sasa ili utoe, ndio wanasema kuvunja laana sijui ya mti wa ukoo. Sasa kuvunja laana mti wa ukoo wa Adamu ni ubatizo. Batizwa na maana umevunjwa mti wa ukoo wa laana. Mti ule wa ukoo wa laana ya dhambi ya asili. Kwa hiyo unaondolewa, ndio wanasema inaleta neema gani? Inaondoa dhambi ya asili, unaondoa dhambi zote, na unaondoa na adhabu zote za dhambi zile, na inakuletea neema ya kuwa mwana wa Mungu, son of God. Unazaliwa upya. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemu, lazima uzaliwe mara ya pili. Inawezekanaje kuingia tena kwenye tumbo la mamako? Binadamu. Kwa Mungu inawezekana. Kumbe ilikuwa ni ubatizo. Asema mtu asipobatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndana kuazika Nikodemu. Nani anawezaje mtu aingie ndani ya mama yake? Sasa namuonyesha ni kwa maji na Roho Mtakatifu, yani sakramenti ya nini? Ya ubatizo.